Picha yetu ya leo inaanza anaonekana jamaa huyu anaitwa Edward. Huyu jamaa ni tajiri sana, yani ana pesa kibao. Sasa leo ameajiri wafanyakazi wawili wapya na kufanya jumla kuwa na wafanyakazi watatu. Huyu mfanyakazi wa kiume anaitwa Solomon, yeye kazi yake ni kupika. Huyu msichana mmoja anaitwa Nazazi, yeye kazi yake ni kufua tu. Na huyu mwingine anaitwa Esther, yeye kazi yake ni kuhakikisha nyumba inakuwa safi masaa 24. Bosi anatoa maelekezo kuwa Nazazi na Esther watakuwa wanakaa chumba kimoja kilichopo huko juu, lakini Solomon kwa kuwa yeye ni mwenyeji, basi tayari anajua chumba chake. Jamaa anatoa sheria zake kuwa hataki uzembe kazini. Nadhani mmenielewa Na kisha ananyanyuka na kuondoka zake. Nazazi anafurahi kukutana na mshikaji wake Solomon. Wanataniana hapo na baadaye wanaonekana wakiwa wote jikoni wanapika. Baada ya kumaliza kupika, Nazazi anakuja chumbani na paja la kuku mkononi. Anamuomba Solomon ampige picha ili kuwarusha roho watu wa kijijini kwao. "Nipige picha mwanangu." Basi anamwambia Esther, "Embu sogea huko kwanza." Na kisha anaanza kuweka mapozi ya kila aina na paja lake mdomoni, huku Solomon yeye akifyatua mipicha kibao. Baada ya kupiga picha za kutosha, kisha anamuonyesha, "Cheki picha mwanangu, noma." Nazazi anamwambia Solomon, "Edit faster mwanangu, niziweke kwenye WhatsApp status yangu, mbona watakoma?" Esther akiwa amejichokea zake anawaambia, "Jamani, mimi nataka kulala." Lakini majamaa wao wako zao bize na picha. Kesho yake wakati bosi anajiandaa kwenda kazini, mara mlango wake ukagongwa. Akaingia Nazazi. "Bosi, umeniita?" "Nina nguo zangu chafu kwenye kabati langu, nataka ukazifue, uzipige pasi vizuri na kisha uzirudishe kabatini. Umenielewa?" "Ndiyo bosi." Na kisha jamaa akaondoka zake, huku Nazazi akimwangalia kwa kumtamani na kisha akamrushia busu la mbalimbali. Bosi alivyotoka, Nazazi akajisemea mwenyewe, "Mimi ndio mke wa bosi sasa hapo. Mume wangu kaenda kazini, ngoja nikaoge." Basi akaingia zake bafuni na kisha akatoka na kitaulo, akawa anajipapasa mwili wake huku akijiangalia kwenye kioo. Sijui alikuwa anawaza nini hapo. Muda wote huo bosi anaonekana akiwapa maelekezo wafanyakazi wengine uko sebuleni. Akamwambia Esther afanye usafi nyumba nzima, kisha anamwambia Solomon ampike vyakula vya aina 3 tofauti. Solomon akashangaa. Bosi akamwambia, "Ndio, vyakula vya aina 3 tofauti, nikirudi nitachagua na kula nini." "Mmenielewa?" "Ndio bosi." Na kisha jamaa akaondoka zake. Bosi alivyoondoka, Solomon akaanza kulalamika pale. "Yaani vyakula vya aina 3 kweli? Huyu jamani amuogopi hata Mungu." Esther akawa anamtuliza na kumwambia asiwe na wasiwasi, atamsaidia kupika atakapomaliza kazi zake. Sasa baada ya kazi wakawa wanapiga zao story chumbani. Yaani Nazazi hautaki kabisa umaskini. Wenzake wakawa wanamsikiliza tu kwa jinsi anavyochukia umaskini. Hapa kaja na mpango mkakati wa kuondokana huo umaskini. Akasema anataka kumfanya bosi wao Edward amoe yeye. Esther akashangaa. "Yaani unataka kuolewa na bosi kwa sababu ya pesa?" "Ndiyo, kwani kuna nini kingine cha kumfanya niolewe naye? Ni hela tu mwanangu, lakini sio sababu nzuri ya wewe kuolewa." "Haya, hebu nipe hiyo sababu yako nzuri." "Yaani kwa mfano nikiolewa na bosi sasa." Solomon akasema, "Hebu ngoja kwanza. Yaani unaongelea kuhusu bosi wakati nidhani unaongea kuhusu mimi? Kwa sababu waga tuna vibe pamoja, tunaelewana vizuri, tunacheza pamoja. Yaani mpaka tunafanana hadi rangi zetu za ngozi. Nikajua tutakuwa pamoja." "Unasemaje wewe? Pamoja hiyo kivipi? Yaani tutakula nini sasa? Kwanza hebu niangalie, niangalie tena vizuri. Hivi mimi naweza kuolewa na mtu wa kawaida kama wewe kweli? Tena mpishi tu, mwenyewe unajiita chefu ndio unioe mimi kweli? Hivi kwa mfano ningekuwa dada yako, ungekubali aolewe na mtu kama wewe kweli? Sema mwenyewe kweli." Basi unaambali mtoka maneno ya kashfa hayo hapo Naza akimchamba Solomon. Kisha akaanza kuahidi kuwa akifanikiwa kuolewa na bosi atawabadilishia uniform zao na kuwashonea nzuri zaidi. Anaomba tu support yao. Esther akasema yeye hamuungi mkono hata kidogo. Solomon ndio hatai kabisa. Basi kitendo cha kukataa kumuunga mkono kikamkera sana Nazazi, akawashushia kichambo cha kufa mtu na kisha akaondoka zake. Solomon akamuuliza Esther, "Vipi kuhusu wewe? Hutaki kuolewa na bosi?" "Kwa kipi yani? Kwa sababu ya hela zake?" "Ndio, kwani wewe upendi hela?" "Nani apendi hela? Of course napenda hela, lakini napenda mapenzi zaidi." Solomon akasema, "Wacha we. Mapenzi Mapenzi Hebu tulia huko niache kwanza. Mimi natafuta mtu atakayenipenda. Kama atakuwa na pesa, sawa. Kama hana, tutapambana pamoja kukidhi mahitaji yetu. Awe tu ananipenda." Esther akamwambia, "Wewe vipi wewe? Mtoto mzuri."
Esther akamwambia, hebu toka bwana, kwanza nataka kwenda zangu chooni mimi. Akanyanyuka na kumtoa Solomoni nje. Basi bwana, wakati Solomoni na Esther wako jikoni anapika, Nazazi yeye kaanza mazoezi ya jinsi ya kumnasa bosi. Kavaa kinguo kifupi, anatembea huku akitingisha kitako chake. Solomoni akawa anamtania, kinyashi kidogo kinatingishika. Unasemaje wewe? Nani na nyashi ndogo? Si wewe. Hii nyashi ndogo hii. Hebu cheki mikono yangu. Nyashi kubwa kabisa hii, unasemaje ndogo? Ni ndogo bwana wewe, lakini cha muhimu inatingishika mwanangu. Basi Solomoni akanamwambia, hapo tu ipo kwenye hicho kijinzi na inacheza hivyo. Hebu imagine ikiwa ndani ya sketi. Inakuwa hivi. Yaani nasambaa tu. Nazazi akacheka kinoma. Solomoni akawa anamjeza ujinga tu. Kuwa yani bosi akikuona hivyo tu kaisha. Atasema Naza my love. Naza my queen. Naza take me away. Basi Esther akawa anawasikitikia tu yani. Nazazi yupo sebleni na kipenzi chake anamtime bosi, maana ndio mida yake. Basi akawa anashikashika makochi, ajifanya kama anapangusa. Mara bosi anaingia, basi unaambiwa Nazazi akageuka akamnyonyea kidole pale. Bosi akashangaa, akawa anamwangalia tu, vipi umeipenda Akawa anageuka ili bosi aone vizuri. Umeipenda? Bosi akasema, we mcheza ngono wa bei rahisi usiyelipwa vizuri wewe. Nikikuona umevaa hii nguo tena nitakufukuza kazi na kuhakikishia. Hebu toka hapa kavaa upuzi wako, uvae uniform. Nazazi akaondoka. Umechanganyikiwa si Huyu msichana vipi, huyu ana matatizo gani? Huko chumbani Nazazi anaongea peke yake, analalamika. Unaambiwa haamini kilichompata. Wenzake wanakuja na kumkuta anaongea peke yake. Wakamuuliza, vipi? Uko salama kweli? Kuna shida gani? Akasema, si huyo bosi wenu huyo. Nilipovaa zile nguo nikaonyesha pale jikoni. Nilipotoka nikakutana naye sebleni. Si nikaona ngoja nijishaue sasa. Akasema, hebu toka hapa. Basi wenzake wakasema, jamani. Akanambia nikavaa uniform. Jamani, hiyo mbaya sana, sio vizuri eti. Yani wenzake wanaonyesha unafiki wao wazi. Esther akamwambia, shogangu, ni bora tu ukomae kwenye kazi upate pesa urudi shule. Unasemaje wewe? Nirudi shule? Shule gani? Wewe hutaki kuwa na maisha bora? Maisha bora gani? Hebu niambie Esther, maisha bora gani zaidi ya kumchukua huyu jamaa na kumchuna pesa zake zote? Haya, wewe ulienda shule, mbona ndio kwanza unafanya usafi kwenye majumba ya watu wenye pesa? Pesa ndio mpango mzima. Basi unaambiwa Nazazi akasema, yeye sio mtu kukata tamaa. Huyu bosi hamwachi hivi yani anaye tu. Pale si akapata idea mpya kumnasa bosi. Akasema anaenda kumfanyia masaji. Basi akatoka kaenda kuchukua mafuta na kisha akarudi akamwambia, haya ndio mafuta yangu ya nazi haya. Nikifika huko chumbani namwambia lali kitandani, nachukua mafuta yangu na mwagia mgongo mzima, alafu naanza kummasaji sasa. Na kisha akaondoka zake na kuacha wenzake wamepigwa na butwa, na kisha akaangua kicheko bala. Nazazi akafika kwa bosi akagonga na kuingia. Bosi akamuuliza, una shida gani? Nimeleta mafuta. Mafuta ya nini? Nikufanyie masaji bosi. Naona. Kwa hiyo uko vizuri kwenye masaji sio Nazazi akasema, wewe lala tu hapo uone. Bosi akasema sawa. Kisha akamfanyia masaji ya kufa mtu. Baada ya muda Nazazi akarudi chumbani huko akiwa na furaha kinoma. Bosi kaikubali masaji yake. Wenzake wakawa wanamshangaa tu. Akarudisha mafuta yake kwanza, kisha akarudi na kuanza kuwatambia kuwa amepiga hatua ya kwanza vizuri kwenye kumnasa bosi. Kwa hiyo muda si mrefu na yeye atakuwa bosi. Basi akaanza kunogewa hadi akawa anaingilia kazi za Solomoni. Akawa anamwandalia bosi chai. Solomoni akachukia kweli, akawa na mind, kwa nini Nazazi anafanya kazi yake? Au anataka yeye afukuzwe kazi? Basi wakafutana vutana hapo, lakini Nazazi akaondoka na chakula huku akimkejeli Solomoni. Basi bwana, chai kafikishwa chumbani. Habari ya asubuhi bosi handsome. Nikusaidie nini? Nimekuletea breakfast kitandani. Kwani hiyo si ni kazi ya Solomoni? Bosi, nilikuwa nafikiri nikikwambia habari za asubuhi bosi handsome, wewe unanijibu za asubuhi mrembo. Wewe ni mpumbavu Umechanganyikiwa? Hapana papi. Nini? Umesemaje wewe? Hapana sijasema kitu. Hebu weka hiyo chai hapo na utoke humu ndani, mwangalie kwanza. Nazazi akaeka tray chini. Wakati anaondoka akampiga busura kwa mbali. Bosi akamwambia, nimesema toka humu ndani. Sawa papi. Akawa anajifunua vipaja vyake na kumuonyesha kitako chake huku akijibebisha pale. Nimekwambia toka humu ndani. Akamkosa na mto. Basi bwana, Solomoni na Esther wakawa wanapata muda mwingi pamoja. Wakawa wanacheza muziki pamoja, wakawa wanasaidiana kazi. Kwa hiyo wakawa wanazidi kuwa karibu. Kwa upande wa Nazazi naye akawa anazidi kupata nafasi kwa bosi. Masaji kama zote, jambo linalomfurahisha sana Nazazi. Sasa siku moja
moja Esther alikuwa hajisikii vizuri. Kwa hiyo Nazazi akachukua maji na mopu ili amsaidie kufanya usafi. Akasema ataanza chumbani kwa bosi wake kwanza. Akaingia chumbani, akafunga nguo kwa juu kidogo ili mapaja yaonekane. Bosi akatokea, akamwangalia kisha akamuuliza, "Unafanya nini hapa? Nani kakwambia ufanye usafi?" Akasema, "Esther hajisikii vizuri, kwa hiyo kaniomba nimsaidie." "Hiyo inanihusu nini mimi? Nilikuchagua wewe kama mfanya usafi wa hii nyumba." Esther hajisikii. "Nakuuliza nilikuchagua wewe kama mfanya usafi wa hii nyumba?" "Bosi, ni kwa sababu..." "Ndio au hapana?" "Hapana." "Haya, toka chumbani kwangu haraka sana." Akamwambia akamuite Esther na kumpa sekunde 5 tu, la sivyo na wafukuza wote kazi, wapumbavu nyie. Nazazi akakutana na Solomon, akamweleza jinsi bosi alivyomtimua chumbani kwake wakati yeye alikuwa akimsaidia tu Esther anaumwa. Solomon akamuuliza, "Esther yuko wapi?" "Yuko huko juu amelala." Solomon akaondoka zake. "Kwa hiyo huongei chochote? Muone kwanza kijana maskini wewe." Basi bwana, Solomon akawa anamtekea Esther kuanzia issue za dawa, misosi na vitu vingine kibao, hadi Esther akajisikia vizuri kidogo, akaweza kutoka chumbani, akamleta hadi jikoni, akamfuatia kinywaji akawa anakunywa. Baada ya muda Nazazi akatokea anataka hela yake aliyompaga Esther. Solomon akamwambia, "Kwani wewe huoni kama Esther yuko vizuri? Hebu huko, kwani wewe ndio Esther? Hebu nipe langu. Wewe una shida gani wewe? Na wewe vipi? Kwani unaongea na wewe? Mwacha nipe langu, anajua naongelea hela gani. Hebu nipe langu. Kwa unamdai shilingi ngapi? Muulize mwenyewe atakwambia." "Basi sawa, mimi nitakulipa. Nataka sasa hivi." "Sinisema nitakulipa. Mimi nataka sasa hivi bwana." "Nitakupa baadaye usijali." Basi Nazazi akawachamba pale, akawaachia laana na kisha akaondoka zake. Leo Solomon amemwandikia barua ya mapenzi Esther akimwomba awe girlfriend wake, kisha akamletea huku chumbani pamoja na ua. Akamwambia akimaliza kusoma atampa jibu lake baadaye, kisha akaondoka zake. Esther akaanza kuisoma. Barua ilikuwa imejaa maravidavi balaa. Nazazi akaingia akakuta kisoma, akachungula kidogo kutaka kujua aliyomo. Esther akafurahi kinoma. "Solomon anataka niwe girlfriend wake na mimi nimekubali kuwa girlfriend wake kwa sababu nampenda sana." Nazazi akawa anaguna tu hapo. Akiwaza kwa upande wake anaona haieleweki. Maji kubwa maji kujaa, mara akubaliwe kufanya masaji, mara afukuze chumbani, basi ili mradi tu. Esther akashuka akakutana na Solomon na kumwambia amemkubalia. Basi wakakumbatiana pale kwa furaha. Mara Nazazi akatokea akawakuta na furaha zao, akawaangalia kwa nyali. Kisha akashuka ngazi kidogo, akageuka akawaangalia tena, mwisho akaamua kuondoka zake. Baada ya muda akarudi tena, akawaangalia vizuri, yani aamini kabisa hawa masikio wanapendana vipi. Akasogea karibu akawaangalia, hawa wanajitambua kweli hawa. Basi akasema na yeye leo lazima lazimishe kwa bosi. Bosi alivyorudi tu ile anaingia tu akamtupia begi, "Mwambie Esther aje chumbani kwangu sasa hivi." "Bosi, kwa nini? Umedata sio Hebu nenda kamuite sasa hivi. Alafu embu niachie begi langu." Nazazi akaenda akawakuta Solomon na Esther maravidavi kama yote, akafikisha ujumbe wa bosi. Ananiitia nini sasa? Wakawa wanashangaa. Hajawahi kuenda chumbani kwake hata siku moja, na kama ni usafi mbona akafanya kote? Basi hamna namna, ikabidi aende tu kumsikiza bosi wake. Nazazi akamleta Esther hadi chumbani kwa bosi. "Bosi huyu hapa." "Haya wewe toka chumbani kwangu." Nazazi akawa haelewi. Bosi akawa mkali, ikabidi Nazazi aondoke kishingo upande. Basi bwana, bosi akaanza kumtongoza Esther kuwa anampenda sana na anataka awe mpenzi wake. Esther akawa anashangaa, bosi kwani imekuaje tena? Akakataa. Jamaa akamsogelea hadi Esther akapagawa, lakini msimamo wake ni ule ule tu kuwa hawezi kuwa naye kabisa. Bosi akazidi kumbananisha ukutani Esther, huku akimwambia maneno matamu ya kumtamanisha, lakini Esther wapi. Bosi akamsogelea zaidi. Akiwa anatetemeka, Esther akafanikiwa kuchoropoka ndani na kutoka. Akakutana na Nazazi nje, alikuwa akiwasikiliza. Akamuuliza, "Akakwambia nini?" Esther akasonya tu na kuondoka zake. Esther yuko na ndoo ya maji nje, mara akakutana na mpenzi wake Solomon. Basi wakakumbatiana wenyewe. Ghafla bosi si akawa anatoka nje, akawaona walivyokuwa wamekumbatiana, akawasogelea. "Huu pusi gani huu?" "Esther, ndio bosi. Kwa hiyo huyu ndio sababu ya wewe kunikataa mimi Kwa sababu ya huyu mpishi mpuuzi huyu?" "Bosi, mimi ndio nampenda huyo, ni boyfriend wangu." "Oh, boyfriend wako Haya, hebu niambie, ana nini huyu cha kukupa? Hivi unajitambua kweli wewe?" Basi unaambia jamaa akawavuruga pale mixer kuwa kashifu. "Kwa hiyo Esther huyu ndio unamtaka sio?" "Ndio bosi." "Sasa nitakuonyesha. Nasema nitakuonyesha." "Haya wewe, ingia ndani ya gari." "Bosi, nimesema ingia ndani ya gari." Jamaa akamuingiza kinguvu. "Halafu wewe ukisema chochote nitakuonyesha." Na yeye akaingia kwenye gari wakaondoka. Muda huo Nazazi akawa na shadadia tu, ondoka naye umaskini anatujazia nyumba tu huyo hapa." Mbele kidogo gari likasimama. Edward akaanza kucheka kinoma. "Niambie bosi la mabosi." Solomon akauliza, "Kwani kunisukuma ilikuwa kwenye script?"
Edward akasema, samahani bosi kwa hilo, lakini mimi huwa napenda kuwa mbunifu kuongeza manjonjo yangu. Basi washikaji wakaanza kucheka pale kinoma yani. Sasa kumbe bwana, huyu Solomon ndio bosi mwenyewe. Edward ni kijakazi tu, ila wanawazuga wale wanawake kule ili Solomon apate mwanamke sahihi na sio mpenda pesa. Solomon anaona mpaka sasa wameshapata mwanamke sahihi ambaye ndio Esther sasa. Kwa hiyo anaona wamalize tu huo mchezo. Lakini Edward akasema hapana, wao waendelee kidogo, wampe mitihani mingine 2-3 kabla ya kumpitisha kabisa. Solomon akakubali na wakaanza safari ya kurudi nyumbani. Walivyofika, Solomon moja kwa moja akaenda ndani kukutana na mpenzi wake. Esther akamwambia kama vipi, waache na hiyo kazi waondoke wakatafute kazi nyingine. Jamaa akawa anamtuliza tu, usijali mpenzi. Basi mabusu mengi pale na nini. Baada ya siku kadhaa kupita, leo Edward kaja na zawadi ya gari. Akapiga magoti na kumuomba Esther akubali awe mchumba wake amuoe. Akamwambia tayari ameshawajengea nyumba wazazi wake hapa mjini, kwa hiyo hakuna haja ya kuendelea kukaa kijijini. Basi na wazazi akawa anamnong'oneza kwa nyuma kuwa asikubali, akatae hiyo nafasi ili apewe yeye. Yeye unaambiwa Nazazi hadi anataka kulia, haelewi kabisa, anaitaka hiyo nafasi kwa uli na uvumba. Esther akakataa bwana, akasema anampenda sana Solomon na mapenzi yake hayawezi kabisa kununuliwa. Basi na wazazi akafurahi kinoma, akaona hii ndio chance yake sasa. Solomon hakuamini, akamkumbatia Esther pale. Nazazi anajisogeza tu kwa bosi na kumuomba amvalishe yeye hiyo pete. Jamaa akamzaba kibao cha mkono, akanyanyuka, akawaangalia washikaji, kisha akatupa ile pete, akaingia zake ndani. Nazazi akaiokota ile pete akajivalisha mwenyewe, kisha akamfuata bosi ndani. Basi mida ya usiku Edward akawatimua Solomon na Esther. Mnapendana vipi nyumbani kwangu? Tokeni hapa, sitaki kuwaona tena kwangu. Maskini alafu mnapendana, wewe uliona wapi? Basi Nazazi akafurahi balaa, akawa anawapungia mkono wa kwa heri na kisha akarudi ndani huku akishukuru Mungu. Basi bwana sasa akakumbuka na dawa ya limbwata, akaenda kuichukua, akaja akaiweka kwenye chakula ili aweze kumnasa vizuri Edward. Si yuko naye mwenyewe tu humo ndani. Huko nje washikaji wanaulizana waende wapi usiku huo. Solomon akamwambia Esther wakamwombe radhi bosi wao, lakini Esther hataki kabisa kusikia swala la kurudi ndani na kumwomba msamaha bosi. Akasema wakomai tu hapo nje, watapata tu pa kwenda. Solomon akakubali. Na mara Solomon akaamua kurudisha cheo chake cha ubosi sasa, maana Esther amefaulu mitihani yote waliompa. Akatoa simu yake na kumpigia Edward. Huku Edward yuko mezani ndio anataka kula sakile chakula chenye limbwata. Simu yake ikaita, akapokea. Jamaa akamwambia, "Njoo fungue geti, mchezo umeisha." Edward akasema sawa bosi. Akatoka mpaka nje, akafungua geti. "Karibu bosi, na samahani sana kwa yote." Esther haelewi, akawa anashangaa tu. Walivyoingia ndani, Nazazi akaanza kulalamika, "Mmerudi kufanya nini sasa?" "Bosi, si uliwaambia waondoke hawa?" Washikaji wakawa kimya. Hatimaye ukawa muda wa ukweli na wazi sasa. Edward akawaelezea kila kitu kwamba Solomon ndio mmiliki wa hii nyumba. Wote macho yakawatoka. Edward akaendelea kusema, "Huyu ni bosi wangu, yani ni bosi wetu. Anamiliki makampuni mengi sana hapa mjini. Sasa mbona mimi nilikutana naye kule tukafanya naye kazi?" Wote huo ulikuwa ni mpango tu Naza. Solomon naye akaingilia na kusema, "Nadhani mnajiuliza kwa nini niliamua kufanya huo mchezo ndani ya nyumba yangu." Hapa sasa ndio tunapoa story jinsi ilivyokuwa, kwamba kumbe mchizi alishawahi kuvunjwa moyo sana kwenye mahusiano na aligundua kuwa wengi wanakuja kwa sababu ya pesa tu. Nazazi analia tu muda huo, anaomba nafasi nyingine. Kumbe mpango wake wa kuweka limbwata kwenye chakula bwana Solomon alikuwa anaujua. Kwa kudhibitisha hilo, akawa anamwambia ale kile chakula mwenyewe. Edward akamind kinoma Nazazi, "Unataka kunifanya mimi zezeta wako sio?" Solomon akamzuia pale asimlazimishe sana kula kile chakula, hakuna haja. Akamwambia Nazazi akusanye kila kilicho chake na aondoke nyumbani kwake. Solomon akamwomba msamaha Esther kwa kutokumwambia ukweli, kwa sababu amepitia maumivu mengi sana ya mapenzi. Hivyo safari hii alitaka kumpata mtu ambaye angempenda kwa jinsi alivyo na sio pesa. Baada ya kuomba msamaha na kumbembeza kwa muda, hatimaye Esther akamsamehe na Solomon akampa kumbatio amazing, mpenzi wake wa ukweli mwenye mapenzi ya dhati. Na huo ndio mwisho wa filamu yetu ya leo ambayo inaitwa Passion and Gain. Hadi wakati mwingine, bye bye.